Bwana Vinepe, nadhani mmepata taarifa za kuumiza, taarifa ngumu kuhusiana na kifo kilichomkumba ndugu yetu. Maisha yake yamekatishwa kwa njia ambayo nadhani wote mna taarifa kuhusiana na kilichomkuta aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa John Heche. Ndugu zangu, sisi tunapenda kutoa pole kwanza kwa familia na walengwa wote wakuu wanaohusika kwenye maisha ya ndugu yetu. Tunapenda kutoa pole za dhati sana, na vile vile tunapenda kutoa pole kwa Chadema kiujumla na colleagues wote wa muhusika ambaye amekumbwa na. Ndugu zangu, haya mambo yanaumiza sana, yanatuumiza sana ndugu zangu. Ila tu wa Tanzania anachoweza kusema, Watanganyika, huu ni wakati wa kuungana sasa. Nadhani tunaona vinavyoendelea. Huu ni wakati wa kuungana, sio wakati wa kutengana, sio wakati wa kuwa waoga. Huu ni wakati wa kuungana na kupambana na ushetani unaoendelea ndani ya nchi yetu. Huu ni wakati wa kuungana. Umoja wetu ndio uoga wao. Ndugu zangu, tutauliwa namna hii mpaka lini? Hili ni swali ambalo inabidi tujiulize. Wanauliwa watu wanaofahamika, wanaojulikana. Vipi kuhusu Mtanzania ambaye hajulikani, hatambuliki, hafahamiki? Na kwa hali hii ndugu zangu, maana yake kuna wengi sana ndugu zangu ambao hawajulikani, hawana majina, wanapotea na inaishia hivyo hivyo. Kama kauli yao inavyosema, tutakupoteza baada ya mwezi, watakusahau wa Tanzania. Bana ndugu zangu, mimi siwezi kuongea sana kwenye hili. Ningependa tu uchunguzi wa kina ufanyike na ndugu yetu apate haki, kutokana na mazingira yalivyo, damu na kila kitu kinachokutwa hapo. Nadhani inatuconvince wote, sio tu forensics, inatuconvince wote kwamba ni mada. Lakini tutaacha uchunguzi, na tunaomba uchunguzi wa kina ufanyike. Maisha ndugu yetu yamekatishwa kwa staili ambayo, bwana, njio na mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Tusameane kwa mavazi. Sikujua kama nitafanya video ingine leo. Na nimeshatoka home. Anyway, nilikuwa nataka kuwaambia wanaharakati. Ni hivi, posti unayoandika ya kudai haki, ya kuwapa Watanzania moyo wa kuandamana, ina umuhimu, ina uzito kama comments zilizopo kwenye ile posti. Okay? Wanaharakati, mnaandika post nzuri za kudai haki, za kushinikiza maandamano, alafu mnaachia comment za maboti, za wauaji kwenye posti zenu. Ina maana gani? Hamwezi kushawishi watu kwa kuachia comments za watu ambao za maboti ambazo zinapingana na kile ambacho mnakiposti. Yaani sasa sijui hata mnakuwa mnawaza nini, kwamba unaandika posti alafu unaacha comments ambazo zinatoa nguvu yote ya ile posti. Okay, inabidi tuache uvivu. Kama mnakumbuka, mimi posti zangu ulikuwa hukuti hata comment moja ya kuwatoa Watanzania moyo wa kupigania haki, wa kuandamana. Alikuwa mtu, yani nilikuwa na control, mpaka nilikuwa naweka alarm ya kuniamsha saa 9 usiku ili tu nisilale usiku mzima, zile comment ziko hewani. Yaani kwamba nilikuwa naziwai pale pale. Okay? Kwa inabidi tuache uvivu, kwa sababu mnachoandika kinakuwa hakina maana, hakina effect kwa watu kama mnaacha comment za maboti. Sasa hivi CCM wauaji wana maboti maelfu kwa malaki. Na ukiclick comment zile, unaona kabisa ni maboti. New account, 0 followers, 0 posts. Kwa nini mnaruhusu wenyewe wauaji kwenye peji zao wana control comments? Peji za kimama wana control comments. Peji za wale
kina Msigwa sijui nani yule msemaji, wana control comment, hawaruhusuni. Lakini sisi wanaharakati mnakuwa wavivu ku control comment. Kwa hiyo mnaharibu movement nyinyi wenyewe kwa kuwaruhusu watu ambao hawakubaliani na mnachokisema na maboti kuwa pale. Okay, wale wanatakiwa waka comment kwenye peji zao za CCM, peji za wauaji, sio za kwetu tunazodai haki. Kule kwao sisi hatupewi nafasi. Kwa nini mnaruhusu huku? Tuache uvivu. Okay, anzeni ku control comments kwenye peji zenu. Yani inabidi peji zenu zijae support only. Mtu ambaye yuko opposite atoke, aende aka comment kule kwingine, lakini msiwaruhusu kwa sababu inakuwa haina maana. So please tuache uvivu wa ku control comments. Kwanza tusameane kwa anachosema dada mkubwa nakubaliana naye 100% Kinepa. Hasa mimi mwenyewe binafsi, ndugu zangu Vinepa, wanafuta. Ila lakini kuna muda mambo yanakuwa mengi kwa hiyo nashindwa kufuta, lakini anachokisema sister 100% ni kweli, kwa sababu wao wanakuja kwenye comments kupotosha kile ulichokisema. Hasa kuna wengine baadhi yetu anaweza kafika pale akasikiliza alichosikiliza, lakini akisoma comments anachanganyikiwa, ajue achukue kipi aache kipi. Kwa hiyo bora hata kuzifunga hizo comments zisiwepo, kama kuna watu wanakuja kukanusha au kupotosha kile ambacho mtu umekiandaa. Njiwa na mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Madini haya wanangu.